siku ya kihistoria dunia kushuhudia, miamba ikiingia elimu kufafanua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ndugu zangu, tuko na al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra. Naam sayyid. Baada ya safari ya kutoka katika mji wa Lubumbashi nchini Kongo, sasa rasmi amehudhuria katika jiji la Dar es Salaam rasmi kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea katika jiji la Tanga mnamo tarehe 16 ya mwezi huu wa 7 2023. Naam. Tunataka tujue ni jambo gani ambalo bila shaka al-akh Sheikh Sabasib al-Kubra limekufanya utoke haraka Lubumbashi na kuja hapa, na huko Tanga kuna nini biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Awali yote ni mwambie mpenzi mtazamaji, Sheikh Yusuf Diwani amenichokoza na anajua lakini kuna kitu kinaitwa zaidul faid. Anataka tu yeye kwamba upate ziada ya faida, hamna kitu kingine. Anajua nini lakini anataka faida ya ziada. Bwana, mimi nimetoka Lubumbashi haraka, lengo ninatamani sana tarehe 16. Nina hamu nayo kwa sababu naamini kuna kitu kikubwa kinakwenda kufanyika pale. Nimekuja bwana kwa haraka kabisa. Sahih. Lengo ni kutimiza matakwa ya umma katika ulimwengu. Nchi nyingi kutoka sehemu mbalimbali wanatamani kusikia Sabasi unatutendea nini. Nawaambieni ondoeni wasiwasi. Mtoto Abacho ninamudu sana. Yeye na hoja zake wanakwenda kufilisiwa, alafu hamtoamini na mfilisi yeye na hoja zake, alafu katika muda ambao hamtoamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, nimekuja kwa kazi hiyo tu. Sahih. Na Tanga na kwenda kufanya kazi ya ule unyooshaji ambao niliwaahidi kule. Niliahidi kule kwamba nitamnyoosha mtu. Sahih. Naam ndugu zangu, al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra nafikiri ametoa majibu ya lile ambalo nimemuuliza. Yani siku hiyo ni siku rasmi kwa ajili ya kwenda kunyoosha, kwa maana kupiga msasa pale ambapo palipo vurugwa insha Allah biidhnillah. Hakika kabisa imekuwa mashekhe wengi sana wamekuwa wanapata matatizo makubwa, yani kuvunjiwa heshima kwa kuonyeshwa kwamba hawajui, kuonyeshwa kwamba hawa mashekhe hawana wanachojua. Yani miaka yote ya kusoma kwao hawana wanachokijua. Sasa hili jambo limekuwa kidogo linakera sana na linaudhi sana. Na nafikiri taratibu za Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kila mwenye ilmu yupo mwenye ilmu zaidi yake. Sasa haitatokea kwa maana katika watu wengi sana wote wawe hawajui, awe mtu mmoja tu yeye ndo anayejua. Sasa hili ni jambo ambalo ni hatari. Sijui al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra katika zile mada ambazo zimeelezwa kwamba ndizo zitazokwenda kutengenezewa hoja, ushirikina ndani ya kitabu cha Maulidul Barzanji, lakini pia uongo uliokithiri ukaandikwa na Jaafarul Barzanji ndani ya kitabu cha Maulidul Barzanji. Je, wewe umejipangaje kuhakikisha hoja hizi watu wanaweza kupewa kitu kilicho sahihi, kutolewa katika zile fikra ambazo huenda zikawa si sahihi katika mazingira ya hali ya aina moja au nyingine? Kwanza mimi niseme kwamba nimwambie mpenzi mtazamaji na mshiriki yote ambaye anashiriki siku ile katika ile nikashi. Tayeb. Mjenzi wa hoja anaweza kujenga hoja wakati akiandaa hoja zake akijenga. Unaweza ukamhisi kwamba anajenga hoja zenye uzito wa hali ya juu sana. Na unaweza ukaingiwa na mashaka na wasiwasi ukisema hivi Sabasi anapita wapi? Anatoka wapi? Mimi nikwambie na nawaambia wote Waislamu wote mlioko mbali Tanzania na mtakuwepo pale Tanga kwamba hoja atakavyojenga zichukueni kama zilivyo, alafu tulieni kimya muone kazi nitakayofanya kuzitafuna zile hoja kiilmu. Ndugu zangu, ilmu bwana ndio itakayofanya kazi na si kitu kingine. Kwa hivyo nikwambie kuna maneno yanasema inna sharafa alilmi la yunkar. Hakadha. Hakika ule utukufu wa ilmu kwa namna ulivyo hauna tabia ya kujificha.
katika hali ya aina moja. Kwa hiyo tunataraji biidhnillah tutaona sharaful ilmi. Sharaful ilmi bwana inakuja kufanyika, na bila shaka huwa tunasema laisa amalun afdalu min amali walakin hunaka amilun afdal min amili. Haya maneno ni mazuri sana ya kujenge mpenzi msikilizaji ambaye uko tayari kukaa ukifuatilia kwamba hakuna kazi bora kuliko kazi nyingine, lakini yupo mfanyakazi bora kuliko mfanyakazi mwingine. Huyo mfanyakazi bora ndio anaweza akainua daraja ile kazi ikaonekana ni kazi bora. Siku ya Jumapili tarehe 16 ndio siku ambaye tunataka watu wajue nani mfanyakazi bora ambaye atainua kazi kuwa ni bora kwa kazi ya kielimu, ili watu wajue maulidi zitafanyika sana, mtume ataswaliwa sana, lakini pia watu wa tarika, watu wa dhikri, tulieni kazi ninakwenda kuifanya pasi na shaka. Na nikwambie tu kwamba muhimu ni wewe kushiriki, basi kuchangia harakati ambazo zilizosalia, kwa sababu tayari tumbakiza gharama chache. 70% za maandalizi tumeshafanya, kadhaa nimefanya nikiwa Kongo na zingine Sheikh Fudiwani hapa ofisini ameweza kufanikisha, lakini bado 30% za kukamilisha ile hadhira nzima ya shughuli yetu. Tafadhali chukua hatua. Hii ni nikashi ya kimataifa, basi japo ifanane na hadhi ya kimataifa. Sahihi. Al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra, wakati pia naamini kabisa vipenzi wa Allah, lakini kadhalika ahlu tasawuf, watu wa tasawuf wako mstari wa mbele na hili hawawezi kulidondosha. Watahakikisha kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala pale ambapo penye upungufu watajazilizia haraka sana, kwa sababu nawajua ni watu vipenzi vya mtume, lakini kadhalika wanajua wanachokifanya, kwa maana watakikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna dondoo kidogo al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra ambazo zimetufika. Dondoo hizo zina katika majambo inaelezewa, kwa maana katika wale watu ambao watakuja kujenga zile hoja maalum. Miongoni mwa dondoo hizo zipo hadithi ambazo zinaonekana kuwa ni dhaifu na mfano hayo na nini na baadhi ya maneno na nini. Hapa unawaambiaje watu wawe na utayari wa hali ya aina gani katika mimi niseme kwamba naam, elimu bwana, elimu ni kitu kikubwa sana. Sahihi. Katika mazingira ya ujenzi wa hoja, mjengaji atajenga hoja, ataonesha atakachokionyesha, ataonesha udhaifu atakaoonyesha, lakini nitakapoingia bwana ndio utaona elimu inavyofanya kazi, kwamba nini pumba iko sehemu gani, mchele uko mahala gani. Kazi itafanyika kwa mujibu wa taratibu za kielimu, kwa mujibu wa watu wa kielimu. Kwa hivyo kuhusu hilo cheke, mimi naamini kabisa dhaifu, sahihi, lakini pia na mengineyo yatafanyika hapo. Watu wataweka kila kitu kitawekwa wazi, na hiyo itakuwa ndio kazi yangu. Kazi ya mtume bwana ni pamoja na kuja kuweka kila kitu mahala pake. Sahihi kabisa. Yani cha mjini kifahamike kwamba hichi ni cha mjini, kiishi mjini. Cha kijijini ifahamike kwamba hichi ni cha kijijini, lakini pia mabega yakae mahala pake ni hapa, na yasije yakapita kwenye kichwa, kwa sababu kichwa kimefanywa kiacho kwa kiko juu ya mabega. Kuna usemi mmoja kazi itafanyika hapo, huwa unasema kuthratul inkari tadullu ala qillati ilmi. Huu unausemaje? Kwa maana ukiona mtu anapinga sana kila kitu ni dalili na ishara elimu mdogo. Sijui huu usemi wewe unauonaje? Mimi naomba kwenye huu usemi niwaombe watu washiriki kwa wingi sana siku hiyo, inshallah, ili nikauthibitishe kwa vitendo. Sitaki ni useme hapa, yallah, nataka niuthibitishe kwa vitendo kwamba hivi ikoje na inakuaje kwa mambo ya kielimu. Na hapo ndugu zangu, mimi ninapozungumza ukinitazama utaona kabisa kwamba naitamani ile siku hiyo hata leo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kazi kubwa. Namaliza kwa neno la mwisho. Idha saa ilmuka saa dhannuka. Kwa maana lipo neno linasema ilmu yako ikiwa mbaya, basi na dhana yako itakuwa mbaya, kwa sababu utaijenga katika msingi ya ilmu iliyo mbaya. Hapa napo nafikiri inshallah tutakwenda kupata majibu yaliyo sahihi. Ndio maana kazi yake ni kutengeneza ilmu itengenezwe iwe nzuri, sahihi, na dhana inyooshwe. Ndio kazi ya kusema tunakwenda kunyooshana, kunyoosha mtu katika hali ambayo inayofaa
kiilmu na sio kimbugira mbugira au kimaneno maneno. Pale si mahala pa maneno, ni mahala bwana pa kushusha nondo za kiilmu, watu wakashuhudie mambo mazuri. Maulidi ifanyike sana, maulidi zifanyike sana. Allahumma salli wa barik alayhi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Lakini pia watu wa tasawuf, watu wa tariqa, tulieni. Sisi tunakwenda kuifanya. Almuhimu namba hizo hapo, hizo namba mnaziona hapo ndio namba za simu ambazo mnaweza kuchangia ili mambo yaweze kwenda sawa sawa, tupate yale ambayo tunahitaji ili na mimi niseme tu ndugu zangu, al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra amesisitiza sana, na mimi pia niweke msisitizo katika hili kwa sababu siku zimebaki chache sana na maandalizi takriban 70% tayari tumeyashika wenyewe na yamekuwa katika utaratibu uliokuwa bora. Ndugu yangu ulio Marekani, ulio Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, alio Tanzania, Kenya, Uganda, lakini wale ambao walio Zanzibar, hapa Dar es Salaam, basi bila shaka hii ndio fursa sasa tukimbilie. Tunahitaji kosta 2 katika zile kosta 5 ambazo tulizozihitaji kwa ajili ya kubeba mashekh zetu kuwapeleka katika ardhi ya Tanga, lakini kadhalika na kuwarejesha tena katika ardhi ya Dar es Salaam. Wenzako wamefanya, wapo ambao wamepambana, kila mmoja akasema mimi nitatoa gharama ya kosta 1, mwingine akatoa kosta ya 2, na mwingine ndugu yetu katika ardhi ya Ujerumani akatoa kosta ya 3, bado 2. Hizi chukua fadhila ewe ndugu yangu, ambaye bila shaka tunakwenda kurejesha heshima ya mashekhe. Unajionaje mashekhe wanapotukanwa, wakadhalilishwa, wakafedheheshwa? Unajionaje? Hili ni jambo sawa sawa? Basi bila shaka tunakwenda kukata mzizi wa fitna. Bila shaka biidhnillah, namba ndio hizo hapo. Fanya haraka katika kulichangia jambo hili, ni muda mfupi uliobakia. La kama sivyo unahitaji wewe unasema naweza mimi mwenyewe peke yangu kubeba gharama hizo kosta 2, basi inawezekana tukakupa namba za wale wahusika wa magari hayo, wewe ukalipa. Baada ya kulipa ukatuambia tayari nimeshafanya jukumu langu, ni wao sasa kuwapelekeni na kuwarejesheni insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tanga tayari tumekwisha andaa hoteli maalum ambapo mashekhe watakwenda kufikia pale katika hoteli hiyo biidhnillah subhanahu. Yani hili bato si la kitoto ujue. Allahu akbar. Mimi niseme kwamba ewe ambaye unasikiliza na kufuatilia utaratibu wetu, kuna watu wamechangia na wanachangia tiketi mbalimbali za mipira. Watu waingie kwenye mipira, mtu anatoa tiketi 1000, ni hela nyingi mtu anatoa. Itakuwaje? Lakini unatoa tiketi hizo hapo mwisho siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala hamna kitu. Lakini wewe ukichangia ukatoa chochote katika hili, maana yake unawekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tuna utaratibu wa kumwombea dua kila mmoja ambaye atakayeshiriki kuchangia lolote katika hili, ili Mwenyezi Mungu ampe anayotamani mambo yake, shughuli zake, biashara zake, familia yake. Mwenyezi Mungu atengeneze kila anachokitamani cha kheri, na Mungu amuepushe na kila anachotamani. Mungu amuepushe katika shari mbalimbali. Hii ni fursa ambayo tunaifanya kwa yule ambaye atakuwa ametekeleza ile jambo. Ni kusihi sana, chukua thawabu, chukua hatua, na sisi tuwe na haja basi tupate vidume vya Allah, tupate mapedeje wa Allah, tupate wafadhili wa Allah, tupate watu ambao tayari wale vindakindaki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwaje muziki watu wanachangia, watu wanapeleka watu kwenye muziki, watu wanapeleka watu kwenye mipira? Tupate watu ambao waamue bana, mimi ni shabiki wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni tayari kudhamini chochote kwa ajili ya Allah. Tukutane tarehe 16 Tanga, siku ya Jumapili, ni mwezi huu wa 7, uwanja wa Tangamano. Habari matarajio ni watu zaidi ya 5000 mpaka 10000 wanaweza kuwa pale uwanjani. Tafadhali tukutane hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya kihistoria dunia kushuhudia, miamba ikiingia elimu kufafanua.